Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina kama Ryan Burkhardt mwenye umri wa miaka 45 aishaye nchini Marekani alihukumiwa kifungo cha miezi mitatu jela kwa mwaka 2024 kwa kosa la kuigiza kuzama kwenye maji na kupoteza uhai ili aweze kukimbia nchini humo na kuelekea katika nchi nyingine kukutana na mwanamke au mpenzi wake aliyekuwa akiwasiliana naye mtandaoni. Ryan aliripotiwa kutoweka tarehe 12 Agosti 2024 baada ya kumwambia mke wake kwamba alikuwa akienda ziwani, ambapo maafisa katika uchunguzi wa awali waliamini amezama kwenye maji baada ya kutoweka kwa muda mrefu na kuweza kumtafuta kumkosa kwa siku 58. Waliweza kumtafuta katika siku hizo 58 bila kuweza kuwa na mafanikio yoyote ya kuweza kumkamata au kuweza kumwona katika eneo hilo. Hata hivyo, baada ya uchunguzi ilikuja kuonesha kuwa alikuwa amepata pasipoti mpya ya kusafiri miezi mitatu kabla ya kutoweka kwake, na alikusudia kufeki kifo chake, ambapo alitupa kitambulisho chake kwenye maji kisha akatumia baiskeli ya umeme kusafiri umbali wa zaidi ya kilomita 100 kuelekea sehemu iitwayo Madison, kisha akachukua basi kuelekea Toronto, Canada, na kupanda ndege hadi Paris na hatimaye kuelekea bara la Ulaya. Huko ndiko alikokuwa mpenzi wake ambaye alikuwa akichati naye katika mtandao ya kijamii, ambako alikutana na mwanamke huyo kutoka katika bara hilo la Ulaya na kuanza kuspend, yani kuishi maisha ambayo walikuwa wameahidiana kwenda kuyaishi katika eneo hilo. Mwanamke huyo naye alikuwa ametoka katika taifa lingine, kwa hiyo hawa wote wakawa wamekutana kutoka katika mataifa tofauti, ambapo mwanamke huyu aliweza kuwa naye kama ni mtu ambaye walikuwa kila bata katika siku hiyo, lakini waliweza kukutana mtandaoni. Walikaa zaidi ya siku 55, kwa maana ya siku 58 sawa na miezi mitatu na siku kadhaa. Ilipofika Novemba 2024, maafisa wa Marekani walifanikiwa kuwasiliana naye na kumshawishi kurejea nchini humo na kukamatwa mwezi Disemba na kushtakiwa kwa kosa la kuzuia uchunguzi wa polisi. Jaji Max Stier alimhukumu kifungo cha siku 89 jela, idadi ya sawa na siku alizokuwa amepotesha jeshi la polisi nchini Marekani. Nimeona nikusogezee taarifa hii hapa kutoka nchini Marekani, ikimuonesha ujamaa ambaye aliweza kukimbia katika taifa lake kuelekea katika taifa lingine kwa ajili ya kwenda kuspend, kama jinsi ilivyo baadhi ya watu wengi sana ambao wanatamani kuweza kufika katika taifa kubwa la USA, maandishi matatu. Lakini pia kuna baadhi tena ya watu ambao wapo huko ambao baadhi ya watu wanatamani kwenda na wao pia wanatamani kuweza kuondoka katika eneo hilo kwa njia tofauti, unaona bwana. Kwa hiyo pale ambapo wewe unajiandaa kwenda sehemu fulani, basi na kuna mtu mwingine anajiandaa kutoka hiyo sehemu unayoelekea na kwenda sehemu fulani. Hiyo yote ni kwa sababu kila mtu anaamini kwamba riski iko popote. Ndio maana hata unaweza kushangaa mtu anatoka mjini anaelekea polini na mtu anatoka polini anaelekea mjini, yani kule ambako anaamini yeye mafanikio yake au harakati zake zinaweza kufikia malengo mazuri ndiko ambako anakoelekea, unaona bwana. Kwa hiyo hii imekuwa ni motisha tu na funzo kwa baadhi ya watu tofauti ambao wamekuwa na ndoto nyingi katika situation ya maisha, kwa sababu kuna vitu vingi sana katika maisha ambayo tunayo kwenda kuyaishi. Kwa hiyo hili ni taifa la Marekani. Unaweza kutoa maoni yako pia au kusema ni tukio gani ambalo lilitendeka katika taifa lako
ambalo liliacha sintofahamu katika sura ya jamii. Unaona bwana, unaweza ukatoa maoni yako pia. Nikushukuru sana kwa muda wako, lakini kama bado hujasubscribe channel hii hapa, basi nikwambia kwamba chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, ukibonyeza kwa moja kati ya watu ambao wanapokea taarifa zetu kila wakati, na mtakuwa mkitani notification kwa ajili ya kuweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa zetu kama kawaida. Basi nikushukuru sana, niwashukuru sana, hadi wakati mwingine tena. Wakati huu niwatakie wakati mwema tena, bye bye.